Naam, mtazamaji, popote pale ulipo leo, tunapata nafasi ya kuzungumza. Kumbuka kipindi hewani ni sauti ya vijana. Katika sauti ya vijana tunajaribu kuzungumza na watu mbalimbali kuhusiana na changamoto ambayo ipo sasa hivi katika duniani kote, changamoto ya ajira. Lakini pia tuna mtaalamu ambaye yeye ni mtaalamu wa fedha pamoja na biashara, atakwenda kutueleza kwa kina kuhusiana na changamoto hii ya ajira kwa vijana. Nini wafanye sasa ili waweze kujikomboa katika harakati hizi za ajira. Lakini pia kabla ya kwenda moja kwa moja kuongea naye, nataka tueleze kwa kina kuhusiana na hii changamoto. Je, inasababishwa na nini? Na kuna ile sitofahamu ya vijana ambao wanakuwa wanahitimu katika vyuo mbalimbali, wanaporudi mtaani wanakuwa wana ile tatizo la kuweza kulalamika kwenye platform zote zile, yaani mitandao ya kijamii, kwamba kuna tatizo la ajira, hakuna ajira. Sasa yeye kama mtaalamu ana lengo la kueleza. Naam, ndugu yangu, asalamu alaykum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kheri. Naam, vipi mwalimu? Hapa tuko hewani kuweza kudiscuss na kuweza kushauriana ama kutueleza, kwa sababu ni mtaalamu wa fedha na tuna swali ambalo tunajaribu kulieleza kuhusiana na changamoto hii ya ajira, kwa sababu ni mwalimu wa fedha na biashara. Nadhani hili tunaweza kufundisha kulingana na wakati uliopo. Karibu sana. Nashukuru sana kiongozi. Naam. Ni kweli leo hivi vijana wengi wanalalamika changamoto ya ajira na kwenye social media mbalimbali, kwenye majukwaa mbalimbali, majumbani, sehemu zote zile vijana wanalalamika kuhusu ya issue ya ajira. Lakini mimi kama mimi ni mtoaji wa elimu ya fedha na biashara, naona kwamba vijana kulalamika sio solution ya hii changamoto ya ajira. Kwa sababu usipojua nini chanzo cha changamoto hii, basi utaishia tu kulalamika na mwisho wa siku huwezi ukasolve shida hii kwenye society yetu ama kwenye jamii inayotuzunguka. Hii changamoto ya ajira ilianzia mbali, haikuanzia tu Tanzania. Na hapo tu Tanzania, ipo dunia nzima. Ilianzia kipindi ambacho wasomi walikuwa ni wengi, yani wasomi wakawa ni wengi, kwa sababu tunavyokumbuka zamani watu walikuwa wanaweza kaajiriwa huku bado wanasoma shule. Kwa hiyo anasoma hapo anafanya na kazi. Kwa sababu kulikuwa kuna haba ya wasomi. Lakini imeenda ikafikia hatua msomo kimaliza kusoma kwako unaenda moja kwa moja kwenye kuajiriwa. Lakini ikaenda imefikia hatua msomi mwanafunzi unamaliza chuo, unarudi mtaani, unaanza kuitafuta kazi. Sasa hii hatua ilianzia Marekani, kwa sababu ni taifa ambalo ni kubwa. Baada ya kuona tayari wameshakuwa na professional people wengi, wasomi ni wengi, wakaona wanaenda kutengeneza taifa lenye wasomi wengi wasiokuwa na kazi. Hapo ndipo ikawa ni mwanzo wa kuanza kutolewa financial education, elimu ya fedha, mwaka 1971. Elimu hiyo ilianza kutolewa na chuo kikuu cha Marekani, wakilenga kuja kuwafundisha hawa vijana ambao wameweza kugraduate chuo, hawajapata kazi. Financial education ikaletwa kwa lengo la kuja kuwafanya wawe ni entrepreneurs, kwa maana halisi wawe wenyewe kama wenyewe watengeneze kazi. Kwa sababu kazi ya mjasiriamali ni kutengeneza kazi. Sasa financial education ilianza kutolewa kwa ajili ya kuwatoa vijana kutoka kwenye employee mindset, kutoka kwenye mindset ya kuajiriwa, wakawe ni wabunifu wa miradi mikubwa ya biashara, hivyo wakaweze kuajiri vijana wengine. Sasa kwa sababu sisi bado tuko nyuma kielimu kuhusu mambo ya fedha, hii changamoto ya ajira inabaki kuwa ni kubwa. Kwa sababu gani? Vijana bado hawajapata elimu ya entrepreneurs na elimu ya pesa. That was kila mtu yuko analalamika, hata wale ambao kwenye ajira pia na wenyewe wanalalamika mishahara haitoshi. Kwa mimi naona badala ya kuanza tu kulalamika na kuishia tu kulalamika, ni muda sasa wa vijana kuweza kupata elimu nyingine ya financial education, kupata maarifa mapya ya kutumia dhana zingine kwa ile kukomboa kwenye changamoto ya ajira. Mimi naona hivyo ndio itakuwa ni suluhisho kwenye jamii yetu kwa. Pengine sasa umezungumzia changamoto sana ambapo imeanzia kwa Marekani, katika taifa ambalo ni kubwa zaidi. Sasa turudi, inategemea na mfumo pengine wa serikali ambao umewekea
wanafunzi wanapokuwa wanaingia mashuleni kwamba wao wanadhani wakimaliza kusoma watapata ajira, lakini wanapokuwa hawajapata ajira wanakuwa sio wanaathirika kisaikolojia, kwa sababu tayari washahitimu, wanakuwa wale ndio kwa mwaka wa kwanza, wengine wamaliza chuo. Sasa nadhani ni mfumo ambao uliwekwa na government si sahihi sana katika kukomboa vijana, jikomboe mwenyewe kama mwenyewe au la. Okay, umeuliza swali nzuri. Tukumbuke hata hii elimu tulionayo leo ni elimu ambayo hatukuwa nayo sisi, ni elimu ambayo ililetwa na wakoloni. Na ukisoma vizuri, chanzo cha elimu hii ya traditional education ilikuwa ni kuwafanya watu waweze kuwa ni good employee. Ilikuwa ni kuwafanya vijana wapewe maarifa ya kwenda kuendesha biashara ya ambayo wametajirika. Elimu hii iliingizwa kipindi cha industrial age, kipindi cha vita nyingi za kwanza, za pili za dunia. Kwa ukija kuangalia pia elimu tunayoipewa sisi wa Afrika hii ya elimu ya kuajiriwa haiendani na elimu iliyopo nje wanaosoma wenzetu. Kwa hiyo unakuta elimu ya Afrika ni elimu ambayo tulipewa, lakini kimantiki na kimaisha halisia ya ulimwengu wa kifedha inaoperate sehemu ndogo sana. Kwa sababu gani? Tulibidi designed to be a good employee. Ndio maana tulipewa elimu ambazo leo hii kujaribu kuzitumia kwa namna moja ama nyingine hazioperate kwenye issue ya fedha. Kwa mimi naona tulikuwa yaani tunatumia elimu ambayo wenzetu waliileta kwa ajili ya kututawala. Wewe fikiria, bila kuwa na pesa kwenye maisha ya duniani, hali inakuwa maisha hayana furaha, huwezi ukafanya jambo. Sahihi. Kwa nini hapajawahi kuwa na somo la pesa shuleni? Haijawahi kufundishwa hilo somo. Sasa kijana anapataje hela? Hana somo hilo. Anawezaje kuilika hela? Hana somo hilo. Anawezaje kuimanage, kujenga biashara? Hana somo hilo. Kwa mimi naona issue ya elimu ni issue ambayo ni pana sana, hasa na dunia inaenda speed kuliko mfumo education. Kwa baada ya kijana kulalamikia mfumo uliopo, ni muda sasa wa kijana yeye mwenyewe kuchukua hatua yeye mwenyewe kuweza kubadilisha wengine ambao wana mtazamo wa kuajiriwa. Na sasa mtaalamu mzungumzia masuala makubwa na kwa ufupi zaidi, lakini sasa kwenda kwenye point, ni nini kifanyike sasa ili vijana sasa waweze kujigomboa katika harakati na wakati ambao tupo sasa hivi kwamba hamna ajira, lakini njia mbadala lazima tujifunze namna ya kujicontrol wenyewe, namna kujiajiri wenyewe. Lakini issue inakuja, nataka kujiajiri lakini nipo sina capital. Hapa ndio inakuja shida sasa. Maana mtu anatamani aajiriwe, pengine kwa mwaka mmoja atapata ile capital ya kujiajiri mwenyewe. Najua kujiajiri vizuri zaidi, lakini sasa hana capital ya kufanya biashara yote. Kwa anaomba aajiriwe ili akipata pesa ajiajiri mwenyewe. Hili tuanze hapa. Nini kifanyike sasa ili kijana aweze kujiajiri mwenyewe? Ni swali zuri. Na hiyo ndio shida ya kwanza ya vijana. Vijana wengi wanafikiria issue ya capital ndio issue namba moja kwenye kubadilisha maisha yao. Mimi capital ya pesa sio elimu ya fedha nakwambia, pesa sio kitu cha kwanza cha kubadilisha maisha ya mtu. Vijana wengi cha kwanza kubadilisha ni wazo, ideas. Lazima uwe na idea nzuri. Lazima waone changamoto kwenye jamii wapate majibu ya hiyo changamoto. Mtaji wa kwanza wa vijana ni mawazo. That why zinakupa mfano mzuri. Kuna mwamba ambaye aliwahi kugundua hizi balbu, anaitwa Thomas Edison. Aliwahi kuwa ameanza maisha yake akiwa ni muuza mishumaa barabarani, anabeba kwenye mkono. Leo hii ni miongoni mwa matajiri 10 duniani. Top 10. Angalia kwa tajiri wa China Alibaba, kampuni ya Alibaba, alianza for nothing, hajawahi kumaliza chuo, hana pesa. Issue ya kwanza ambaye kama kijana anatakiwa aione ndio nyenzo kuitumia kwa ajili ya kufanikiwa ni wazo, atumie ubongo. Hiyo ndio issue ya kwanza. Issue ya pili ni jitihada.
Ndio. Kijana umeshakuwa na wazo zuri linalotatua changamoto fulani kwenye jamii, fanya jitihada, anza kupiga hatua hata kama ni ndogo ndogo. Ndio. Ishu ya tatu inakuja ndio pesa. Ndio. Sasa kuna wakati mwingine unapokuwa na wazo zuri la biashara, ndio, una pesa unaenda kutumia other people money. Kuna mikopo inatolewa, vijana hili wanapewa hela lakini hawezi wakazitumia kwa sababu hawana wazo la biashara. Ndio. Kwa once ukitengeneza wazo kwanza likawa ni zuri, pesa zitapatikana. Kwa sababu gani? Watu wanatafuta matatizo ya be solved kwenye society. Ndio. Kwa sababu kijana anawaza ili aweze kutoka anahitaji capital. Ndio. Leo hii ndugu mhariri, unaweza kumuuliza tu kijana, hivi ukipewa capital shilingi ngapi ndio unaweza kaona kaisikia malengo yake? Hana, yani hajui hata anahitaji capital kiasi gani. Mimi nakwambia ni kweli, nimefanya research sana. Ndio. Anasema ni capital ndio shida, lakini anahitaji shilingi ngapi hajui. Ndio. Unaenda kufanya biashara gani hajui. Ndio. Kwa capital sio source ya kwanza ya kijana kushindwa kufanya mambo makubwa. Ndio. Naam. Sasa tumeona kwamba wazo kubwa ama mtaji mkubwa ni wazo, na vijana wengi pengine wametoka katika vyuo, wana elimu ya kutosha, maanake tayari wanakuwa na idea ya kufanya kitu fulani. Na katika jamii yapo mambo ambayo yanakabili sana. Kwa mfano, nimesomea swala zima la afya. Of course nimemaliza pale UDSM ikiwa na kozi yangu ya afya. Na kurudi mtaani nimejaribu kujitolea na nini, lakini sasa nataka sasa mimi nianzishe pengine duka la dawa, unaona, au maabara ndogo kwa ajili ya kunani, lakini ukiangalia chote na gharama yake ni kubwa sana. Kijana tunayemzungumzia ni kijana ambaye amemaliza chuo na amekuja mtaani. Kuna vijana ambao wao hawajakwenda shule, sasa hao nao pia bado wanafikiria ajira ni ngumu ama hakuna kitu, unaona. Je, nini tuzungumzie kwa upande wa wanafunzi ama vijana ambao wamemaliza wana elimu? Sasa vijana ambao hawana elimu nao pia still bado kilalamika hakuna pengine ajira. Sasa hao tutawasaidia vipi? Kwa na wale ambao wametoka chuo pengine watakuwa na idea fulani, tayari washakuwa na elimu ya kutosha kufanya kitu fulani. Hao ambao hawajapata elimu, wao watafanya vipi ili kuweza kutoka? Vijana ambao hawana elimu, katika research zangu zote nimeona pia ni vijana ambao wanajitahidi kupambana sana kufikia malengo yao, kwa sababu wanajijua wenyewe hawajasoma. Kitu pekee wanachokitegemea wao ni nguvu kazi yao. Dhati wazi unakuta wanafanya biashara ndogo ndogo, wanalima, wengine wanafuga. Kuwasaidia hawa vijana ambao hawana elimu ya kuajiriwa. Ndio. Hawa vijana kinachohitajika ni wafikishiwe elimu ya fedha. Ndio. Waweza kujua matumizi ni yapi, waweze kubudget pesa wanazozipata. Waweze kuinvest kwenye vitu ambazo vitawaingizia pesa hata kama hawatakuwepo. Ndio. Huyu kijana ambaye hajasoma, ndio, endapo atapewa mwongozo mzuri wa fedha na wa biashara, ndio, ni kijana ambaye anaweza kafanikiwa haraka zaidi kuliko yule ambaye amemaliza chuo. Ndio. Sababu nyingine ya vijana wanaomaliza chuo wanaogopa kufeli. Sasa huyu ambaye hajaenda chuo, yeye haogopi kufeli kwa sababu hana elimu yoyote. Kinachokosekana kwa huyu ni mwongozo sahihi wa fedha. Ndio. Vijana hawajui kubudget matumizi. Vijana hawajui invest kwenye kitu gani kizalishe. Ukitolewa elimu nzuri kwa hawa ambao hawajasoma, mimi nakwambia utashangaa watakuja kuajiri walienda shule kiongozi. Nakwambia hivyo. Okay. Kwa hiyo elimu ni ya muhimu sana kwa hao. Okay.